Unanyamazaje Mungu wakati mdhalimu anatengeneza kumeza mwenye haki? Ongera, ingawa ninachojua sasa hivi mnaanza kujitokeza, kwa sababu karibia ni kama wote mmeruhusiwa. Yaani wote mmeruhusiwa kwamba jamani, tulichokuwa tunataka tumeshapata. Nia yetu ilikuwa kumwaga damu za kiasi hiki ili tupate cheo hiki, tumeshazimwaga hizo. Kwa sasa na nyie anzeni kuonekana hapo, na kina Mwamposa na wenyewe wameanza kusema unayeua na wewe watakuja kukuua. Kuua ndo wameanza leo. Wakati wote ulipokuwa naomba kwenye ulimwengu wa roho, wakati wote ulipokuwa unawasifia wanafanya kazi nzuri, walikuwa wanaumba, walikuwa wanazaa, sio kuua. Sasa hivi ni kama wote mmeruhusiwa. Wote mmeruhusiwa. Sasa hivi mmeruhusiwa wote muonekane sasa. Nchi iko huru. Wanaokemea mauaji, wanaokemea mabaya, wote wako huru, hawataesuia wawaye. Kwa sasa Mungu usitunyamazie, yatosha. Mungu husikii kilio cha watoto wako kwenye mifumo. Mwakasege, walau kwa hiki ukisema unaombea taifa au mtu mwingine yoyote akifanya kwa sura kama hii, akasema anaombea taifa, yeye hawezi kupinga uovu wa dhalimu wa watawala waovu. Yeye anaupinga kwa maombi. Basi walau ukifanya kama hiki, inaweza ikawa kweli unaombea taifa. Unisikilize, nisikilize vizuri, usitukane. Wewe unayetaka kutukana hapa, sikiliza vizuri. Maombi yote ambayo mnaombea, pengine ajali barabarani, mnaombea wafungwa magerezani, mnaombea wagonjwa mahospitalini, mnakemea mapepo, mnaombea utajiri, kupata cheo, kupata kibali, huwa mnayarekodi. Kama kuomba inatakiwa mtu aombe kwa siri, watu wasijue, maombi mengine yote huwa mnayarekodi. Nitakuwekea maombi ya jumla ya Mwakasege hapo mwishoni. Haya maombi aliyoomba hapa nitakuwekea yote jumla hapo mwishoni. Lakini nataka ufahamu, nyie wananchi, maombi mengine yote mnayosema mnaomba huwa mnayarekodi. Maombi tu ya kuombea mauaji, uuaji, mateso ya watu wema, kama tu mateso hayo yanatekelezwa na wenye nguvu za kuwafunga gerezani, za kuwaua, huwa maombi hayo hamu ya rekodi. Kwa sababu mnapoombea walioko magerezani, wengi mnaombea ni wahalifu. Mnapoombea wenye mapepo na wenye dhambi, wengi ni wahalifu. Na maombi mengi hayo huwa mnayarekodi viwanjani, makanisani na mahali pengi. Kwa nini maombi ya mauaji tu, ya utekaji tu, hayo ndo huwa mrekodi? Kama nyie kweli mnapigana katika ulimwengu wa roho ambako sio lazima mtu aone, mbona mengine yote mnapoyaombea tunaona? Ni maombi yapi ambayo peke yake yenyewe natakiwa uombe kwa siri? Anyway, sawa, ninajua mna haki nyie, mmeshinda nyie. Sijajua maombi haya Mwakasege ameyaomba lini. Kama aliyaomba zamani, basi inaonyesha inawezekana kabisa mtu kuomba juu ya kilio kilicho kwenye jamii. Na sijajua naongelea mifumo gani, lakini nahisi kama ameombea sasa hivi, kama haya maombi kayaomba karibuni hapa, basi itakuwa nazungumzia mifumo dhalimu inayoumiza
kandamiza, kuonea, kuteka na kuua watu. Inawezekana amechelewa sana kufanya maombi ya aina hii wazi wazi, lakini inawezekana bado yanahitajika. Inawezekana amechelewa sana. Kwa nini maombi? Tufanye sasa. Wewe huwezi kukemea waovu maovu, sio karama yako, Mungu hajakupa. Mungu amekupa kuomba. Kwa nini maombi ya aina hii yasingekuwa recorded karibu kila mahala wanakosema wenyewe hawana karama na wito wa kukemea mabaya, wenyewe wanapigana vita katika ulimwengu wa roho? Kwa nini maombi kama haya hawayaweki hadharani? Ukumbuke nimekwambia maombi mengine yote, mnapokemea mapepo ni maombi yale. Mnapoombea wezi magerezani, mnapoombea wabaya, watu magonjwa mahospitalini, mnapoombea wenye dhambi, ni maombi yale. Na mengi mnayaweka hadharani. Kanisani mnapoomba mnarekodiwa. Mungekuwa mnasema tutakapokuwa tunaombea tu sadaka zima kamera asiwepo kurekodi, tutakapokuwa tunaombea ibada fulani, alimada maombi mengine yote mnarekodi. Na chohoji ni kwa nini maombi kama haya ya kuombea Mungu afanye kitu kuwaokoa watu wanaolia, wanaotekwa, wanaouawa, kwa nini amyaweke wazi? Jibu ni kwamba mnajua huko ni kuchanganya dini na siasa, na kinachofuata ni kufungiwa kanisa kama Mbarikiwa, kinachofuata kufungwa gerezani kama Mbarikiwa, kinachofuata ni kuuawa kama Mbarikiwa. Na najua hata huyu Mwakasege haya yalipochoropoka tu yameonekana, na hasa kina sisi tukiabusti, inawezekana kabisa hata rudia kabisa kuomba maombi ya aina hiyo waziwazi. Ukweli ulivyo ni kwamba maombi kwa asilimia kubwa yanatumika. Sasa hapa nisenge kuchanganya, nataka kuweka lugha ambayo inaweza kuchanganya, lakini wewe nitumie lugha nyepesi wewe kuielewa. Maombi ni kulia, ambako mara nyingi unapolia ingefanyika kila kanisa, kila mahali tunalia, tunarekodi, tunaweka wazi, tunaonyesha watu wetu wanaouawa, watu wetu wanaotekwa, watu wetu wanaoonewa, watu wanaoumizwa. Bila shaka pale tunaposema Mungu amejibu, tunapoona watu wenye nguvu wengine wanaingilia kati kutusaidia, bila shaka wangetusaidia mapema sana na tungesema Mungu amejibu. Lakini kwa kuwa wengine mnaendelea na step, mnaendelea na kwaya, mnavyo rekodi, ni mumebarikiwa, muna amani, Mungu ametenda tena, tumetembea nawe. Hawa ambao hujitokeza kutusaidia na mnaanza kusema Mungu amejibu, mara nyingi husikia baadhi ya kilio kama hiki. Husikia Mungu, husikia kupitia watu kusikia. Mungu husaidia kupitia watu kusaidia. Watu wanasaidia wakikuona kweli wewe unataka msaada kwa sababu ya maumivu ulionayo. Sasa nyewe ulimwengu wa roho ni ule ambao hatutakiwi sisi wapagani tunyo kwenye ulimwengu wa mwili tuone unachokifanya. Sasa ninachohoji, maombi mengine yote mnayoombea wezi, mapepo, utajiri, cheo, watoto wa ulimwengu wa roho, kwa nini mnayaomba? Tunasikia. Kwa nini maombi tu ya kuombea utekaji, uuaji, hayo yenyewe tu ndo mnayapeleka ulimwengu wa roho? Nimesema inawezekana mmechelewa. Inawezekana mmechelewa.
wote mtakaoamka sasa hivi, ingawa mnahitajika. Kuchelewa ni kutokufanya unayotakiwa ufanye dakika hii, wakati huu. Isipokuwa inawezekana sana mutakuja kwanza kupambania haki ya kuishi kwa dhati, tukiwa tumeharibikiwa sana. Pamoja na hayo, naweza kusema Mwakasege kama kaomba ya maombi sasa hivi, hongera. Hata aliyefika saa 11 jioni, naye Mungu alikuwa amemwahidi dinari. Na yeyote unayeomba katika ulimwengu wa roho, kama utaona utarekodi sasa hivi unavyokemea mauaji, utekaji na kumwomba Mungu atusaidie kwenye hayo, hongera. Ingawa ninachojua sasa hivi mnaanza kujitokeza, kwa sababu karibia ni kama wote mmeruhusiwa, yaani wote mmeruhusiwa kwamba jamani, tulichokuwa tunataka tumeshapata. Nia yetu ilikuwa kumwaga damu za kiasi hiki ili tupate cheo hiki, tumeshazimwaga hizo. Kwa sasa na nyie anzeni kuonekana hapo. Na kina Mwamposa na wenyewe wameanza kusema unayeua na wewe watakuja kukuua. Kuua ndo wameanza leo. Wakati wote ulipokuwa naomba kwenye ulimwengu wa roho, wakati wote ulipokuwa unawasifia wanafanya kazi nzuri, walikuwa wanaumba, walikuwa wanazaa, sio kuua. Sasa hivi ni kama wote mmeruhusiwa, wote mmeruhusiwa. Sasa hivi mmeruhusiwa wote muonekane. Sasa nchi iko huru. Wanaokemea mauaji, wanaokemea mabaya, wote wako huru, hawateswi, hawawayo. Kwa sasa kila mmoja anaanza kuchomoka. Huyo wa kuombea, hey, Mungu tusikie, na kuruhusu ya klipu iko hewani. Huyo wa mnaoua, asanteni sana, asanteni sana. Nitaka kufafanua hiki. Waroni, niendeleni tu kunitukana, endeleeni tu kunitukana. Najua mmeshatukana sana. Mwache baba yetu, mwache. Baba yenu ni wa thamani kuliko uhai wa watu wenu wanaochinjwa. Sasa hivi si ni kama wimbi limetulia, kama wahusika wameshasema jamani, si tuendelee kula tu. Halijafika mwisho, halijafika mwisho. Ataguswa ambaye utaona kulikuwa na sababu toka zamani. Aidha kama ni kufa, hata ungekufa, ungeuawa wewe, au ungefanya jambo kukinga hayo. Nimefika mwisho. Tuendelee kusikiliza maombi, kutazama maombi. Asante na hongera kwa kunisikiliza. Mara hii tu tena, Mungu wa Daniel ambaye ndiye Mungu wetu, usitunyamazie. Ungemnyamazia mfalme Dario, Danieli asingetokea. Danieli asingekuwa na ushuhuda. Danieli sura ya 6 isingeandikwa na ushindi mwishoni. Rekarapa korobosi. Mungu Habakuki alikulilia akasema, nimelia, mbona umenyamaza?
Unanyamazaje Mungu wakati mdhalimu anatengeneza kumeza mwenye haki? Mwenye machozi na anisaidie kulia. Mwenye machozi na anisaidie kulia. Mwenye machozi na anisaidie kulia. Machozi yanasema mbele za Bwana tunaposhindwa kujieleza kwa maneno. Machozi yanaongea mbele za Bwana, ndio maana anayakusanya, anayajaza. Yaendelee kuongea, yaendelee kuongea, yaendelee kuongea. Resikarabakora. Mungu situnyamazie. Kwa nini wakutukane na wewe uko hai? Kwa nini wakutukane wakati wewe uko hai? Kwa nini wakuone mdogo wakati wewe ni mkubwa? Wewe ni mwamba wa miamba, ni mfalme wa wafalme. Mfalme Dario alitamani sana kumsaidia Daniel, lakini mfumo ulimwekea mgomo. Mfumo ulimwekea mgomo. Inawezekana kwenye huo mfumo wake anao watu wengi ambao wangetaka kumsaidia, lakini mfumo umegoma. Mfumo umegoma. Resa karabakoro. Kwa maombi ya leo na kwa sadaka ya leo, hiyo mifumo ipate kufunguliwa. Tunaachia damu ya Yesu. Resa karapako. Randa raka korianda raka. Mungu, shuka na utukufu wako, shuka na sadaka ya damu yako pale msalabani. Resenda rabakura basi. Unasikia mtu amemuua mtu kwa ajili ya vitu, amemuua mtu kwa ajili ya nafasi, amemuua mtu kwa ajili ya cheo. Hicho cheo ni laana. That title is curse. Ukipata chochote, if you get anything, kwa kumuua mtu yoyote, by killing anyone, au kumwangamiza mtu yoyote, or destroying someone else, ukachukua mali and take that treasure, ukachukua kazi, and take that job, umekwisha. you're finished. Nazungumzia I am speaking maisha haya about this life kabla ya maisha ya mbinguni. before the heavenly life. Duniani In the world, usimfanyie mtu ubaya, do not do evil to people. huwa unarudi. It usually turns back. Bwana msikii? Don't you hear? Haleluya. Hallelujah. Kwamba kuna mtu That the person, wanashindana na mwingine kwenye nafasi, they are competing with someone, au wanashindana na mwingine kwenye kazi, or they are competing with au someone at kwenye work, biashara, or in business, anaamua kwenda kwa waganga and decide to go to au kwa njia church, yoyote ile, or by any way, anamaliza ili aingie. and he killed him for him to enter. Kwa ajili ya For what?